Hili swala la Roho Mtakatifu, it is a serious matter. Ni kitu ambacho ni cha muhimu kuliko unavyofikiri. Unahitaji Roho Mtakatifu. Utaacha kuhangaika, utaacha kuteswa na majini, utaacha kuteswa na mizimu, utaacha kuteswa na dhambi. Roho Mtakatifu ataachilia mafuta kwenye maisha yako. Ataachilia neema kwenye maisha yako. Ataachilia nguvu kwenye maisha yako. Roho Mtakatifu atakuelekeza kuchukua maamuzi sahihi. Roho Mtakatifu ni kitu cha muhimu sana. Na uzuri ni kwamba Roho Mtakatifu katika kipindi chetu hiki ni kwa ajili ya watu wote. Huko nyuma kwenye Agano la Kale, Roho Mtakatifu alikuwa anakuja kwa watu maalum. Najua watu wanachanganya Agano la Kale na Agano Jipya. Jamani, maisha tulionayo sasa hivi ni ya Agano Jipya. Ni maisha ya mtu wewe mwenyewe unaweza kumwendea Mungu ukazungumza naye. Huko mwanzoni Mungu alikuwa Roho Mtakatifu alikuwa anashuka kwa watu wa aina 4 tu. Alikuwa anashuka, kwanza alianza kushuka kwa wafalme. Ndio maana Sauli alipotawazwa kuwa mfalme, Mungu akamwambia, nenda mpaka mahali fulani, utawakuta wana wa manabii, utajazwa na Roho, na ukishajazwa Roho nawe utakuwa mtu mwingine. Sauli akaenda safari, akakutana na wana wa manabii wananena kwa lugha, na yeye akajaza Roho Mtakatifu, akabadilishwa akawa mtu. Roho Mtakatifu alikuwa anashuka kwa wafalme na aliongoza vizuri wakati anaongozwa na Roho Mtakatifu, mpaka alipomweka pembeni akaanza kujiongoza yeye mwenyewe kwa akili yake. Ndipo Mungu akamwambia, ilikuwa utawale muda mrefu, lakini ufalme wako umepimwa, utaendelea tena. Nimekukataa wewe, nitachagua mtu ambaye ana moyo wangu. Akamchagua Daudi. Na Daudi alipochaguliwa, alipoteuliwa na Bwana akamimina mafuta yake. Na unaweza ukaona jinsi mafuta aliyomiminiwa Sauli na mafuta aliyomiminiwa Daudi ni vitu viwili tofauti. Mafuta ya Sauli yalimiminiwa kwenye chupa, yalitoka kwenye chupa iliyotengenezwa kwa mikono ya binadamu.